بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hii ni majlisi ya pili na kikao cha pili katika kumjibu ndugu yetu Abul Abbas Hassan Soloka juu ya ufahamu wake mbovu katika kutaamal maa almasail alkhilafiyya alijtihadiyya, na mfano wake ni hii masala ya at-taswir al-fotografi. Katika majlisi ya kwanza tulibainisha na kueleza kwa sababu ya ufahamu wake mbovu katika kutaamal maa almasail alkhilafiyya alijtihadiyya, anaona kuwa ni wajibu kuwafanyia inkar waliomkhalifu katika mawqifu yake, na kuwa maslaki yao na kitendo chao cha taswir المحاضرات والندوات والخطب والدورات ولو لحاجة والمصلحة والمنفعة الدينية، hata kama ikiwa kuna haja ya kufanya hivyo na maslahi na manufaa ya kidini, yeye anaona kuwa maslaki yao hiyo ni maslaku batil. Na tukabainisha kuwa ufahamu wake huu mbovu na msimamo wake huu na ujasiri wake katika hili ameujenga juu ya nukta 4 na hujja 4. Kwa yule ambaye atakayesikiliza audio zake na maneno yake kwa makini, atagundua kuwa huu ufahamu mbovu na ujasiri wa kuwakemea walimkhalifu katika mawqifu yake na kudai kwamba wale ambao wanafanya taswir katika muhadharat, katika nadwa mbalimbali ambayo wanayafanya hayo kwa maslahi na haja ya kueneza dini na sunna na ad-da'wa as-salafiyya, akawazingatia kuwa ni wapo katika maslaki ya batili. Kiangalia mawqifu hii na msimamo huu mbovu ameujenga juu ya nukta 4 kubwa na hujja 4, kwa yule ambaye atakisikiza kwa makini audio zake na maneno yake na maelezo yake. Tukaona kuwa hoja yake na pointi yake ya kwanza iliyomfanya awe na msimamo huu na mawqifu hii ni kuwa yeye anaona kwamba masala hii at-taswir al-fotografi ni mas'alatun khilafiyya la ijtihadiyya. Kwa kama ikiwa ni masala khilafiyya, yajibu fiha al-inkar, na wanaofanya hivyo wamefanya maslakun batil. Hiyo ndio mawqifu yake na hiyo ndio hoja yake ya kwanza na pointi yake ya kwanza, na hii tukaijibu kwa majawabu yenye kutosheleza yaliyokuwa wazi kwa almutaammil, kwa yule mwenye kuzingatia. Hoja yake ya pili ambayo tutaijibu katika kikao hichi na majlisi hii, hoja yake ya pili na pointi yake ya pili ambayo imempelekea yeye kuwa na mawqifu hii ya kuona kuwa kuna ulazima na uwajibu wa kuwakemea waliomkhalifu katika kuharamisha taswir al-fotografi, na akaona kwamba mawqifu yao ya kuhalalisha at-taswir al-fotografi kwa haja na maslahi ya kidawa, au wale wanaochuoni ambao wamehalalisha mutlaqa kwamba wamefanya maslakun batil. Hoja yake ya pili ni hii na nukta yake ya pili ni hii, ni kuwa al-ulama, wale maulama ambao wamehalalisha at-taswir al-fotografi, khalafu nassan sarihan wa adillatan wadihatan la ghubara fiha fi tahrimi at-taswir al-fotografi. Hii ndio hoja yake ya pili na nukta yake ya pili iliyompelekea yeye awe na mawqifu hii.
kwamba wale maulama na wanawachuoni ambao wamehalalisha at-taswir al-fotografi wamekhalif nassan sarihan, wamekhalif dalili iliyokuwa wazi na nusus iliyokuwa wazi katika kuharamisha at-taswir. Hii ndio nukta yake ya pili kwa madai yake kwamba hawa maulama ka Sheikh Ibn Uthaymeen wa Sheikh Saleh Al-Luhaydani rahimahumullah na wengineo wenye maukifu hiyo ya kuhalalisha taswir imma mutlaqa au kwa haja na kwa maslahi ya kidini, yeye anaona kwamba hawa waliohalalisha picha za photography kuwa wamekhalif dalili za wazi katika tahrim at-taswir. Majawabu yetu kwenye hoja yake hii na pointi hii tutamjibu bijawabai, kwa majawabu mawili. Jawabu la kwanza litakuwa ni at-tafsil. Jawabu la kwanza ni kwa at-tafsil, kufanya uchanganuzi. Ndani ya hiyo tafsil tutaona kuwa ni kweli hawa maulama waliohalalisha wamefanya ndani yake mukhalafatu nas. Je, wamekhalif nasi katika ile taswir aliyoharamisha Mtume sallallahu alayhi wasallam au hawajakhalif? Na jawabu la pili litakuwa kwa almithal, kuleta mfano ambao utabainisha wazi kuwa masala hii at-taswir fotografi kutofautiana fahamu za maulama na rai zao ni kama walivyotofautiana masahaba ridwanullahi alayhi katika masaili ambayo ndani yake al-khilafu sa'ir na ndani yake fihi ijtihad na Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa hai. Tuleta mfano ambao utabainisha wazi kuwa masala hii namna walivyotofautiana maulama ni kama walivyotofautiana masahaba ridwanullahi alayhi na Mtume akiwepo. Wa kaifa amalahum, na vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya miamala nao au masahaba ridwanullahi alayhim ambao wametofautiana katika masaili haya. Vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamiliana nao hao masahaba ridwanullahi alayhim? Jawabu la kwanza ni at-tafsir, fanya tafsiri. Kwanza, miongoni mwa sehemu ambazo ndugu yetu Abul Abbas Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi, ameharibu, ameboronga, amevuruga, amebambanya ni sehemu hii, kudai kuwa hii masala ya at-taswir al-fotografi na wale ambao wamehalalisha at-taswir al-fotografi walau lihad, kwa madai yake walau lihad, anaona kwamba hawa ndani yake wamefanya mukhalafatu nas, wamekhalif nasi ya Mtume katika kuharamisha at-taswir, na uharibifu wake na kuvuruga kwake kuna dhihiri kwa hii tafsiri ambayo nitakayotaja. Watu wasomeshwe kama navyodai, watu wasomeshwe, ndio tunasomeshana sasa. Kwanza, ma maana an-nass, ma maana an-nass, ni nini maana ya nass? An-nass inda al-usuliyin, kwa watu usul, nass maana yake ma la yahtamilu illa ma'nan wahida au lafdhun sarih la yahtamilu illa ma'nan wahida. Nass maana yake ni ile dalili ambayo haihitamili, haibebi isipokuwa maana moja, au ni ile dalili ambayo matamko yake yako wazi, hayabebi isipokuwa maana moja. Hii ndio maana ya nass inda al-usuliyyin. Hii maana ya nass, hii maana ambayo inapatikana ndani ya dalili ambayo ni nass, hii maana moja ambayo dalili ya nass haibebi maana nyingine, maana tofauti isipokuwa maana hiyo. Hii al-maana al-wahid, hii maana moja hii kwa istilahi ya watu usul wanaita ad-dilala au ad-dalala bil-fath au al-kasr, au wengine wanasema al-madlul, inaitwa dalalatu an-nass au madlulu an-nass au maana an-nass.
So tumesema nas maana yake ni dalili ambayo la yahtamil illa ma'nan wahid, ni dalili ambayo haihitamili isipokuwa maana moja. Hii maana moja inayojulishwa na hii dalili ambayo ni an-nas, hii maana moja inayofahamishwa na an-nas kwa istilahi wa usuli inaitwa ad-dilala au ad-dalala, wengine wanasema al-madlulu, majulisho. Kwa hiyo nas ni dalili ambayo majulisho yake hayahitamili majulisho mengine, majulisho yake yako wazi, hayahitamili majulisho mengine. Dalala yake iko wazi, haihitamili dalala nyingine, majulisho mengine. Hiyo ndo maana ya an-nas, na ile maana ambayo imebebwa na ile al-ma'na al-wahid, ile maana pekee iliyobebwa na hiyo nas kwa istilahi wa usul inaitwa ad-dilala au al-madlul. Hapa ni sehemu ya kufahamu. Kwa hiyo pindi panaposemwa mukhalafatu an-nass, mal murad, muradi wake ni nini? Makusudio yake nini? Makusudio ya matamko haya mukhalafatu an-nass, makusudio yake ni mukhalafatu maana an-nass, kukhalifu ile maana ya pekee inayojulishwa na hiyo nas. Ni mukhalafatu dalalati an-nass au mukhalafatu madluli an-nass. Hiyo ndo maana ya mukhalafatu an-nass, kukhalifu ile maana pekee inayofahamishwa na hiyo dalili, kukhalifu yale majulisho ya hiyo nas. Hadha huwa al-murad. Tuje kwenye masala hii ya at-taswir. Ikieleweka hapo, tuje kwenye masala hii ya at-taswir. Je, zimekuja nusus, zimekuja ahadith, zimekuja adilla kuhusu taswir? Utakuta naam, zimekuja nusus, ahadith, adilla kathira adida, dalili nyingi zinazohusu at-taswir. Miongoni mwa hizo ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la'ana Allahu al-musawwirin. Miongoni mwa hizo ni maneno yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ashaddu an-nasi 'adhaban yawm al-qiyamati al-musawwirun, wa fi riwaya alladhina yudahuna bi khalqi Allah, na ahadithi nyingine zilizokuja kuhusu taswir. Kwa hiyo hapa tuna nusus, tuna ahadith, tuna adilla zinazohusu at-taswir. Majulisho, dalalatu hadhihi an-nusus, madlulu hadhihi an-nusus, majulisho ya nusus hizi na hadithi hizi kuhusu taswir ni yapi? Lazima haya tuelewe ili tujue, je, kwenye masala hii at-taswir fotografi kuna mukhalafatu an-nas kama alivyodai yeye, au ni ufahamu wake tu mbovu na kutokuelewa kwake uhalisia wa mambo ya kielimu na ya kisomi yaliyoelezwa na maulama katika vitabu. Kwa hiyo hapa tuna nusus, tuna ahadith, tuna adilla ambazo swariha ziko wazi katika kueleza taswir, kuhusu at-taswir. Nusus na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinaeleza kuhusu taswir. Ni yapi majulisho ya hizi nusus? Ni yapi majulisho ya hizi ahadith wa hadhihi al-adilla? Ni majulisho gani? Ukitizama hadhihi al-ahadith wa hadhihi an-nusus wa hadhihi al-adilla, utakuta kwamba nususi hizi tadullu ala hukmi tahrimi at-taswir. Hizi nusus zinazohusu taswir, haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuja kugusa na kuzungumzia at-taswir, zinajulisha, zinatufahamisha sisi hukumu ya uharamu at-taswir. La'ana Allahu al-musawwirin, ashaddu an-nasi 'adhaban yawm al-qiyamah al-musawwirun, wa fi riwaya alladhina yudahuna bi khalqi Allah, na hadithi nyinginezo zote zinajulisha hukumu ya uharamu wa kufanya at-taswir, kwamba haya ndio majulisho ya hadhihi nusus. Kwa majulisho ya hizi nasi, ya hizi ahadith na hizi dalili, majulisho yake ni hukumu ya uharamu wa taswir. Tukishafahamu hilo, je, hal yujadu alimun min al-ulama alladhi yukhalifu hadha al-madlula au hadha al-hukm wa huwa tahrim at-taswir? Je, kuna mwana wa chuoni ambaye anakhalifu hii madluli ya hizi nusus, anakhalifu hii hukumu iliyofahamishwa na hizi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hukumu yenyewe ni tahrimu at-taswir. Kuna mwana wa chuoni yoyote
Hapa sizungumzia mwanachuoni yoyote ambaye anakhalifu hukumu hii iliyotajwa katika nusus za Mtume sallallahu alayhi wasallam, hukumu ya tahrimu taswir. Kuna mwanachuoni yoyote? Hakuna. Wanachuoni wote wanakubaliana katika madhululu nusus kwamba at-taswir haramu, taswir imeharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ صالح الوحيدان رحمه الله تعالى na mashekhe wengine, je, wao wanakhalifu hukumu ya tahrimu taswir kama alivyodai yeye? Je, الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الوحيدان wanakhalifu hukumu ya taswir kama alivyodai yeye iliyojulishwa na nusus za Mtume sallallahu alayhi wasallam? Je, ndugu yetu Abu al-Abbas, unaweza kuthibitisha kwa maelezo na ubainifu wa wazi kuwa Sheikh Ibn Uthaymeen wa Sheikh Salih Al-Haidan rahimahumullah kwamba wao wanahalalisha, kwa sababu maana ya mukhalafatu nas, ukisema umekhalifu nas alafu nas zenyewe ni hizi, la'ana Allahu al-musawwirin, maneno yenyewe ya Mtume ni haya unayoyasoma, maneno haya yalikuwa katika hadithi hizi na maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alafu nadai hawa wanaohalalisha taswif fotografi wamekhalifu hizi nusus. Je, unaweza kuthibitisha kwamba Sheikh Ibn Uthaymeen wa Sheikh Salih Al-Haidan wanahalalisha tahrim at-taswir al-mansus عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ unaweza kuthibitisha kwamba Sheikh Ibn Uthaymeen na Sheikh As-Salih Al-Haidan wanahalalisha taswiri iliyoharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam? Unaweza kuthibitisha hilo kwa maelezo ya wazi kwamba hawa sio wamekhalifu nasi hapa kwa kuhalalisha taswiri fotografi, maana yake wamehalalisha taswiri iliyoharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam? Unaweza kuthibitisha hilo? Hauwezi. Kahakika fi alhaqiqa hawezi ndugu yetu kuthibitisha hilo, kwa sababu hakuna ndani yake mukhalafatu nas, kwa sababu madlulu an-nas ni tahrimu at-taswir. Na wanawachuoni wote wanafikiana kuwa taswir muharram, taswiri ni haramu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha at-taswir. Al-khilaf al-hasil, khilafu iliyopo ni khilafu iliyokuwa katika mas'alatun haditha, ni khilafu iliyopo katika mas'ala iliyozuka zama hizi. Ndio maana waliotofautiana ni al-ulama wash-shuyukh wal-fuqaha al-mu'asir, maulama wa fuqaha wa zama hizi, kwa sababu hii mas'ala ni mas'alatun haditha. Kwa ilipokuja mas'ala ya at-taswir al-fotografi, at-taswir bil-alat, bil-kamera na mfano wake, ikawa taswiri inafanyika kwa kamera na mfano wake, wanawachuoni wakatofautiana. Wanawachuoni hapa sasa wakatofautiana, wako wanaoharamisha at-taswir al-fotografi kwa sababu wao nadharu ila umumi al-alfaz al-warida an an-nabi sallallahu alayhi wasallam an tahrim at-taswir. Wao wametizama ule ujumla wa matamko ya hadithi yaliyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yakihusu uharamu wa taswir, wakaharamisha taswir fotografi. Na wako katika maulama wakasema hapana, hii hukumu ya tahrimu at-taswir ambayo imekuja kwenye ahadith na nusus kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hii hukumu imeambatana na illa. Hii nahi na hii tahrim imeambatana na illa. Kuna illatun nahi, kuna katazo, kuna illa, kuna sababu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuharamisha taswir. Na kulingana na qawaid wa usul ash-shar', kanuni na misingi ya kisheria ya dini yetu, ash-shari' anapoambatanisha hukmu ma illati, hukmu na illa yake, anakusudia illa hiyo ikiwepo kwenye jambo fulani, basi hukumu hiyo itakuwepo. Illa hiyo ikiwa haipo, basi hukumu pia itakosekana. Hii kulingana na qawaid wa usul ash-shar', kulingana na kanuni na misingi ya kisheria. Muradu ash-shari', maksudio ya ash-shari' Allah subhanahu wa ta'ala au mtume wake,
indama yadhkuru alhukma ma illati, pindi anapotaja na kuleta hukumu na illa yake, anakusudia illa ikiwepo kwenye masala fulani, hukumu hiyo itakuwa. Illa ikikosekana, hukumu pia itakosekana. Kwani nani asiyefahamu katika talabatul ilm qaida mashhura maarufa, qaida ambayo inaingia fi kathir min abwab ad-din, katika milango mingi ya dini: alhukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adam, ithbatan wa nafya, kwamba hukumu siku zote inazunguka na illa yake na sababu yake, katika uwepo na kutokuwepo. Illa ikiwepo, hukumu inakuwepo; illa ikiwa haipo, hukumu haipo, kwa kuthibiti na kutothibiti. Hii ni qaida maarufa mashhura min qawaid ad-din wa usul hadhihi sharia, ni katika misingi ya dini yetu ambao ni kanuni yenye kuingia katika milango mingi ya dini. Sasa ukiangalia illa ya tahrimu at-taswir, hukumu ya tahrimu at-taswir, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuitaja mujarrad, kaitaja ma'al illa. Na makusudio ya shari siku zote anapotaja hukumu na illa yake, maana yake illa ikiwepo, hukumu inakuwepo; illa isipokuwepo, hukumu inakuwa haipo, rahmatan min. Na hii ni huruma na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Haya ndiyo maqasidu sharia, haya ndio maqasidu sharia. Ukitizama hukumu ya tahrimu taswir imeambatana na illa, wa hadhihi al-illa illatun mansusa. Na hii ni nukta, hii illa ni illa ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ash-sharih mwenyewe ameitaja, sio illa ambayo tunachoma jitahidi, ni illa ambayo imetajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana wanawachuoni hawatofautiani katika illatun nahi, katika illa ya kuharamisha taswir kuwa ni mudahatu khalqillah, kwamba taswiri ndani yake kuna mudahatu khalqillah. Hawatofautiani kwamba illa ni hiyo wanawachuoni, kwa sababu ni illatun mansusa, ni illa ambayo imetajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe. Sasa kama ikiwa hii hukumu Mtume sallallahu alayhi wasallam ameipatanisha na illa, kwa nini hawa wanawachuoni sasa wanasema kwa nini tusirejee katika qawaid wa usul shar'? Na katika miongoni mwa qawaid wa usul shar' ni kwamba alhukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adam. Wao wakaona kwamba hii at-taswir al-fotografi hakuna ndani yake illa hii, la tasluku alayhi hadhihi al-illa. Taswir fotografi haingiliwi na illa hii, la tantabiqu alayhi hadhihi al-illa, illa hii haingii hapa, kwa sababu illa ni kuunda, ni khalq, kama katika hadithi, katika baadhi ya alfadh za hadithi za Mtume: ahyu ma khalaqtu, wataambiwa hivyo al-musawwir, vipeni uhai vile ambavyo mmevifanyia khalq. Nini maana khalq? Khalq ni ijad, kuunda, kutengeneza kitu ambacho ndani yake kitafanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ile taswirullah. Wao wakasema maana hii na illa hii mbona haipatikani kwenye at-taswir fotografi? Na haya maelezo utayapata vizuri kwenye majmuu fatawa Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, alipoulizwa swali kuhusu an hukmi at-taswir, akataja aqsam mbalimbali, akataja at-taswir bil ahl, taswiri inakuwepo kwa kifaa, akikusudia at-taswir fotografi inakuwa kamera na mfano wake. Ukiangalia uhakika wa hii taswir ni mujarradu an-naql, ni mujarradi wa kunukuu, ni mujarradi wa kurekodi kile kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna ndani yake mushabaha. Sheikh akatoa mfano, ikiwa mtu ataandika maandishi, yale maandishi yakapigwa picha, ile picha tutasema haya maandishi ni mfano wa haya maandishi, au tutasema haya maandishi ndio haya? Mimi hapa na rekodi taswirul video, nachukua video, hii video